Katika simulizi ya leo, tunaangalia safari ya kusisimua ya Ben Tennyson kwenye filamu ya Ben 10, Alien Swarm. Hadithi inaanza usiku ambapo Ben anafika kwenye eneo la siri baada ya kupokea ujumbe wa dharura kutoka kwa msichana aitwaye Elena. Msichana huyu alikuwa rafiki wa zamani wa Ben na amemuita kwa sababu kuna jambo la ajabu sana linaendelea. Ben anapofika, anakutana na Elena ambaye anaonekana kuwa na hofu kubwa. Elena anamweleza kuwa baba yake ametoweka katika mazingira ya kutatanisha na anaamini kuna viumbe wa ajabu wanaohusika. Ben anaanza kuchunguza jambo hilo, lakini muda mfupi baadaye anakutana na babu yake Max. Tatizo ni kwamba Max hamruhusu Ben kuendelea na uchunguzi huo. Anaonekana kuficha jambo fulani na anataka Ben akae mbali na kesi hiyo. Hali hii inamchanganya Ben kwa sababu babu yake kawaida huwa tayari kupambana na vitisho vya wageni kutoka anga za mbali. Safari hii anaonekana kuwa na siri nzito ambayo hataki mtu yeyote aigundue. Licha ya onyo hilo, Ben anaamua kuendelea. Anashirikiana na Gwen na Kevin ambao wanafika kumsaidia. Wakiwa pamoja, wanaanza kufuatilia dalili mbalimbali zinazohusiana na kutoweka kwa baba wa Elena. Kadiri wanavyoendelea kuchunguza, wanagundua kuwa kuna viumbe wadogo wa ajabu wanaofanana na wadudu wa chuma. Viumbe hao wana uwezo wa kujikusanya kwa maelfu na kuunda kundi kubwa linaloweza kudhibiti teknolojia mbalimbali. Wakati uchunguzi ukiendelea, Ben anaanza kuhisi kuwa jambo hili ni kubwa zaidi kuliko walivyodhani mwanzoni. Anaona watu wakifanya mambo yasiyo ya kawaida, kana kwamba wanadhibitiwa na nguvu fulani isiyoonekana. Kila dalili inaelekeza kwenye kundi la viumbe hao wa ajabu ambao wanajulikana kama Alien Swarm. Hawa si wageni wa kawaida, wana uwezo wa kuingia ndani ya vifaa vya kielektroniki na hata kuathiri tabia za binadamu. Ben anatumia Omnitrix mara kadhaa kubadilika kuwa viumbe mbalimbali ili kupata taarifa zaidi. Kila pambano linazidi kufichua ukweli mpya. Wakati huo huo, Elena anaonekana kuwa karibu sana na chanzo cha tatizo. Kuna nyakati ambapo anajua mambo mengi kuliko anavyopaswa kujua. Hii inaanza kumfanya Ben ashuku kuwa kuna kitu kikubwa ambacho Elena hajamwambia. Kadiri hadithi inavyoendelea, Gwen anatumia uwezo wake wa kichawi kutafuta dalili zaidi, huku Kevin akitumia nguvu zake maalumu kusaidia katika mapambano. Timu nzima inafanya kazi pamoja, lakini kila hatua wanayopiga inawapeleka kwenye hatari kubwa zaidi. Viumbe hao wanaonekana kuwa kila mahali na idadi yao inaongezeka kwa kasi. Baadaye, Ben anagundua kuwa baba wa Elena alikuwa akifanya utafiti kuhusu viumbe hao kabla ya kutoweka. Utafiti huo ulifichua kuwa Alien Swarm wana mpango wa kuenea duniani kote. Lengo lao ni kuchukua udhibiti wa mifumo mbalimbali na kugeuza sayari kuwa sehemu inayoweza kutawaliwa na kundi lao. Ugunduzi huo unafanya timu kutambua kuwa muda unakwenda kasi na wanahitaji kusimamisha mpango huo kabla haujasambaa zaidi. Katika moja ya matukio makali zaidi, Ben na wenzake wanakabiliwa na shambulio kubwa la viumbe hao. Ben analazimika kubadilika mara kadhaa kutumia uwezo tofauti ili kuokoa hali. Kila pambano linaonyesha jinsi alivyozidi kukomaa tangu siku zake za awali kama shujaa. Hata hivyo, licha ya nguvu zote alizonazo, adui huyu ni tofauti kwa sababu hashindwi kwa ngumi peke yake. Kadiri ukweli unavyojitokeza, siri kubwa kuhusu Elena inaanza kufichuliwa. Inabainika kwamba amekuwa karibu sana na Alien Swarm kuliko mtu yeyote alivyodhani. Uhusiano huo unafanya hali kuwa ngumu zaidi kwa Ben kwa sababu bado anamjali Elena na hataki kumwona akipata madhara. Lakini wakati huo huo anajua kuwa usalama wa dunia uko hatarini.
Babu Max naye hatimaye anaeleza sababu ya kutaka kuwawazua tangu mwanzo. Alikuwa tayari anajua kuhusu tishio la Alien Swarm na alikuwa akijaribu kulidhibiti kwa siri. Alielewa jinsi viumbe hao walivyokuwa hatari na alitaka kuwalinda Ben na marafiki zake. Hata hivyo, mambo yanakuwa makubwa mno kiasi kwamba kila mtu analazimika kuungana. Mapambano ya mwisho yanaanza wakati Alien Swarm wanapojaribu kutekeleza hatua yao ya mwisho ya kuenea kwa kiwango kikubwa. Ben, Gwen, Kevin na Max wanajikuta katika mbio za kuokoa dunia. Kila mmoja anatumia uwezo wake kikamilifu. Gwen anapambana kwa kutumia uchawi wake, Kevin anatumia nguvu zake za kipekee na Ben anatumia Omnitrix kwa ustadi mkubwa zaidi kuliko hapo awali. Katika kilele cha filamu, Ben anakabiliwa na uamuzi mgumu. Anapaswa kuchagua kati ya hisia zake kwa Elena na wajibu wake wa kuokoa mamilioni ya watu. Huu ndio wakati unaoonyesha ukuaji wake kama shujaa. Anaelewa kuwa wakati mwingine kufanya jambo sahihi si rahisi, lakini ni lazima lifanywe. Baada ya mapambano makali, mpango wa Alien Swarm unazuiwa na dunia inaokolewa. Hatari iliyokuwa ikitishia kuenea kila mahali inakomeshwa kwa juhudi za pamoja za timu nzima. Hata hivyo, matukio yaliyotokea yanaacha mafunzo muhimu kwa Ben. Anagundua kuwa shujaa si kutumia nguvu pekee, bali pia kufanya maamuzi magumu na kuwajibika kwa watu unaowalinda. Filamu inamalizika huku timu ikitafakari safari yote walioipitia. Ingawa tishio limeondolewa, kila mmoja wao amebadilika kutokana na uzoefu huo. Ben anaondoka akiwa shujaa aliyekomaa zaidi, tayari kwa changamoto mpya zitakazokuja mbele yake. Na hapo ndipo simulizi ya Ben 10 Alien Swarm inafikia mwisho wake, ikituonyesha kwamba hata adui mdogo anaweza kuwa hatari sana anapokuwa sehemu ya kundi kubwa lenye lengo moja.